Bwana, miongoni mwa malengo ambayo walikuwa nayo wekundu wa Msimbazi Simba kunako msimu huu ilikuwa ni angalau kupata kombe ambalo wamelikosa kwa muda mrefu, ikiwemo kombe la CRDB Confederation Cup, kombe la ligi kuu hapa nchini Tanzania kwa maana ya ligi ya NBC Premier League, lakini vile vile pia kombe ambalo walikuwa wakishiriki kwa maana ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini mpaka hivi sasa wekundu wa Msimbazi Simba tayari wamekwisha kupoteza jumla ya makombe mawili ambayo walitamani pia kuweza kuyachukua msimu huu. Tunakumbuka wekundu wa Msimbazi Simba alifika finali kunako kombe la shirikisho barani Afrika, lakini hakufanikiwa kuchukua kombe hilo kwa sababu aliweza kupoteza mchezo wa kwanza kule nchini Morocco dhidi ya RS Berkane. Lakini kwenye mchezo wa marudiano ambao ulichezwa pale kunako maeneo ya visiwani Zanzibar, kunako uwanja wa New Amani Complex, pia wekundu wa Msimbazi Simba aliweza kulazimishwa sare ya kufungana bao 1-1, na hii pia ilichangiwa na mara baada ya mchezaji wao tegemezi ambaye anacheza katika eneo la kiungo Yusuf Kagoma kuweza kuoneshwa kadi 2 za njano na kupelekea mchezaji huyo kupewa kadi nyekundu, hali ambayo ilipelekea wekundu wa Msimbazi Simba kucheza wakiwa pungufu uwanjani. Licha ya kupambana na jitihada zote, lakini pia hawakufanikiwa kuweza kubakisha kombe hilo kunako viunga vya Tanzania. Lakini pia cha kustajabu pia wekundu wa Msimbazi Simba tunajua walikuwa kunako hatua ya nusu finali kunako kombe la CRDB Confederation Cup, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba pia aliweza kucheza dhidi ya Singida Black Stars kutokea kule mkoani Singida. Mchezo huo uliweza kuchezwa pale kunako mkoa wa Manyara kwenye uwanja wa Babati kwa raha, ambapo pia wekundu wa Msimbazi Simba alipoteana na kuweza kupoteza kwa idadi kubwa ya mabao ambayo tumeweza kushuhudia msimu huu, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba alifanikiwa kubambizwa mabao 3-1. Alipoteana kabisa, unaweza kusema kwamba na hii pia imetokana pia na fatiki ya wachezaji, kwa maana wachezaji wa Simba pia wengi wamekuwa wamechoka kutokana na aina ya mechi ambazo wamekuwa wakicheza, mechi ngumu na mechi zenye ushindani ambazo wamekuwa wakicheza back to back. Ni rasmi sasa wekundu wa Msimbazi Simba ameweza kutolewa pia kwenye kombe la pili mfululizo, na kombe ambalo pia ameweza kubaki nalo hivi sasa ni kombe la ligi kuu tu, ambalo mpaka hivi sasa Young Africans yupo anaongoza pale kileleni kabisa akiwa amekusanya alama zake 73, huku wekundu wa Msimbazi Simba akiwa anafuatia kunako nafasi ya pili, yeye akiwa amefanikiwa kukusanya alama 72. Lakini kumekuwa na mijadala tofauti na kuonekana wekundu miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kupoteza makombe hayo msimu huu ni kulingana na aina ya kikosi ambacho wanacho. Kama tunavyofahamu ni kwamba wekundu wa Msimbazi Simba pia kunako mwanzo wa msimu ni miongoni mwa timu ambazo zilifanya usajili mkubwa kabisa. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wana maingizo mapya mengi ukilinganisha na vilabu vingine ambavyo vipo hapa nchini Tanzania, na miongoni mwa vitu ambavyo walikuwa wana malengo navyo ni kwamba walisema kwamba wao msimu huu wana haja ya kujenga timu yao, na mpaka hivi sasa kutokana na kocha wao mkuu Fadu David anasema mpaka hivi sasa wekundu wa Msimbazi Simba imefikia 50%. Kwa hiyo bado asilimia nyingine 50 ili kuhakikisha kikosi hicho kinakuwa kwenye hali ambayo yeye anaitazamia. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba miongoni mwa vitu ambavyo mashabiki na wapenzi wa klabu hiyo wamekuwa wakizungumzia ni klabu hiyo kukosa kikosi kipana, kwa sababu kuna tofauti kati ya kikosi kipana lakini pia na wachezaji wengi. Kikosi kipana ni unatakiwa kuelewa kwamba ni endapo mchezaji wa first 11 kwa maana ya
mchezaji ambaye anakuwa anaanza endapo atakosekana. Yule mchezaji ambaye anakuwa yupo benchi ana uwezo wa kuonesha hata ile nusu ya ule uwezo wa mchezaji ambaye aliyetoka. Lakini kwa hivi sasa ukiangalia kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba utaona kabisa kitu hiko hakipo kabisa. Tunakumbuka mchezo wa nusu finali walianza na mtu kama Kibu Denis Prosper ambapo pia walimpumzisha Elie Mpanzu, lakini kunako mbavu ya kulia badala ya kucheza Shomari Kapombe alianza kucheza bwana mdogo David Kameta Duchu, lakini namba 3 alicheza Valentin Noma na Shabalala akaweza kupumzishwa. Lakini kila mtu aliweza kuona viwango vya wachezaji hao ambao walianza mbele ya vijana hao wa first 11. Ni kwamba hawako deliver hata nusu ya ule ubora ambao wenzao wamekuwa wakiuonesha. Pia hilo limechangia na wadau wengi wamekuwa wakitoa maoni yao pia, lakini vile vile kuweza kushauri ni wapi ama ni baadhi ya maeneo gani ambapo wekundu wa Msimbazi Simba wanapaswa kuweza kuyaboresha, ikiwemo pia ni eneo la striking force ambapo ni eneo ambalo anacheza Steven Dese Mukula pamoja na Christian Lionel Ateba, lakini na bwana mdogo Valentino Mashaka ambaye pia naye ameonekana kukosa nafasi kabisa mbele ya miamba hao wawili. Lakini licha na wenyewe kupata nafasi, lakini pia wameonekana kwamba hawatoshelezi kabisa, kwa sababu ni wachezaji ambao wamekuwa wakikosa nafasi nyingi sana, hawana ile consistency ya kuweza kuendelea kufunga. Lakini pia finishing yao imekuwa mbovu, kwa sababu ni wachezaji ambao wanatengenezewa nafasi nyingi lakini wanakosa nafasi sana. Lakini pia eneo lingine ni eneo la namba 10 ambapo ndilo eneo anacheza Jinchaz Awa ambaye hivi sasa ndiye anaongoza kwa idadi ya mabao kunako ligi kuu ya nchini hapa Tanzania, akiwa amefanikiwa kufunga jumla ya mabao 15 akifuatia na wachezaji wawili ambapo ni Clement Mzizi pamoja na Prince Mpumelelo Dube. Eneo hilo pia limeonekana kwamba Jinchaz Awa bado hatoshi kunako eneo hilo, kwa sababu tunajua kabisa eneo hilo ndilo alikuwa akicheza mtu kama Clatous Chota Chama. Kwa hiyo watu wamekuwa wakikompea aina ya uchezaji wa Jinchaz Awa pamoja na mtu kama Clatous Chota Chama. Amekuwa ni mtu ambaye anatamani sana kufunga kuliko kutengeneza nafasi, hali ambayo unaweza kusema kwamba sio kazi ya namba 10. Kwa hiyo pia wekundu wa Msimbazi Simba anatakiwa pia kuboresha eneo hilo. Lakini eneo lingine pia bana ni eneo la beki wakati, eneo ambalo anacheza Cheford Malone, Chamo Karabwa pamoja na Abdul Razak Hamza, lakini pia bila kumsahau Hussein Kazi ambaye hivi sasa ameshindwa kupenya kabisa kunako miamba hao watatu ambao wanaanza. Lakini pia mchezaji ambaye watu wengi walikuwa wakimtegemea kunako klabu hiyo kwenye eneo la beki wakati ni Cheford Malone ambaye hivi sasa ameonekana kama vile anachoma sana, hayupo kwenye kile kiwango chake ambacho alikuwa nacho wakati anajiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Hayo ni maeneo ambayo pia wadau na wapenzi wa klabu hiyo wanatamani kuona yakifanywa maboresho kuelekea msimu ujao. Lakini kwa wale ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, lakini unaweza pia nawe kutoa mtazamo wako. Je, unafikiri ni wapi ambapo wekundu wa Msimbazi Simba wanatakiwa kuboresha ili kuweza kuimarisha kikosi chao kuelekea msimu ujao? Kama tunavyojua wekundu wa Msimbazi Simba msimu ujao watakuwa wakishiriki michuano ya CAF Champions League, ambapo tunajua shughuli ya CAF Champions League ilivyo, watu wanakuwa wamejipanga kweli kweli ili tufanikiwa kuweza kutinga hatua ya robo finali, basi pia unatakiwa uwe umejipanga kweli kweli. Tunakumbuka msimu huu Young Africans hakufanikiwa kabisa kupenya kunako hatua ya robo finali, alishia kunako hatua ya makundi. Kwa hiyo michuano hiyo ya CAF Champions League sio lele mama kabisa. Unaweza pia ukatoa mtazamo wako, ni wapi wekundu wa Msimbazi Simba anapaswa kuweza kuboresha zaidi kuelekea msimu ujao. Lakini kama kawaida, kama ndo kwa mara yako ya kwanza kabisa unaifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe, bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njia ni rahisi tu, upande wako wa kulia hapo kuna maandishi yaliyoandikwa subscribe, ukisha yabonyeza tu moja kwa moja